yetu itarudi. Asante kwa ajili ya mkuu wa mkoa Mungu. Ulimwezesha kuweka mikakati na mipango. Wala haikuwa kwa akili zake, lakini Mungu ulikuwa pamoja naye ukamshika mkono. Asante kwa ajili ya viongozi wenzie wote, hakuwa peke yake, waliosaidiana naye katika jambo hili. Mungu wetu wa mbinguni, tunakuinua, tunakusifu, tunakutukuza. Wote tuseme amen. Naona sio haki yako wewe kunikadiria nilipe shilingi ngapi. Haki mahindi ni kwangu. Na haki huinua nini? Taifa. Kwa tusiache kuizungumza nini? Haki. Kwa nafasi yetu sisi kama watu wa mkoa wa Njombe, tutaendelea kuitimiza hiyo haki. Lakini lazima tuliweke taifa letu kwenye maombi. Na tuweke dhamira mambo haya yasijirudie kwetu kama taifa. Najua tunao watu wengi sana ambao kwa namna moja ama nyingine wana maumivu makubwa ya wapendwa wao, ya ndugu zao, marafiki zao, watu waliosoma pamoja. Kila mmoja ana maumivu yake. Na kama kuna watu ambao wamepata madhara hayo kwenye mkoa wetu wa Njombe, mimi kama mkuu wa mkoa nawapa pole nyingi sana. Na mjue pole hizo zinatoka kwenye sakafu ya moyo wangu. Amesema mama hapa, mama alienda leba, anajua maana ya uchungu wa kuzaa mtoto. Sio jambo jepesi. Machungu yake achukue, tumpe Mungu. Taifa letu lirudi kwenye msingi. Mtu yote ambaye amekuwa na nia mbaya, nia ovu, jambo hili tuliombe sana usijirudie. Kama nimewaambia, ameongea kwa kakaangu za matunda. Anauza sukari, aliona kwamba anaweza nikauza wiki ijayo. Lakini mwenye ndizi zake alijua kabisa kwamba nisipouza kesho zinaoza. Na zikioza ndo mtaji umekufa. Tumekuwa ni siku 4, siku 5 zenye tafakari kubwa. Zenye tafakari kubwa kama taifa, kama wana Njombe, kama wana Makambako. Haya mambo tuliona kwa macho, pengine Mungu ameruhusu tupate kitu cha kufunza. Tuwe namna ya kulipisha jambo hili. Amezungumza hapa kuhusu vijana. Na mimi niwaambia hapa, mimi kijana mwenzenu. Mimi ningetamani kuona pengine kama siku nyingine tufanye mkutano mwingine, vijana waseme kila ambacho moyoni wao wanacho. Kama mtahitaji kuandika, mnasema mnaogopa kuongea, basi mnaanza makaratasi muandike. Nitakuwa nimetimiza wajibu wa sadaka yangu kama kiongozi wa serikali kwenye mkoa. Nitajisikia vibaya kama nilikaa mkoa huu na vijana mkawa na makwazo kwenye moyo, mkashindwa kuyasema kwangu mimi kama kiongozi. Watu wa Makambako na Chongoro kama mbunge, nimekuwa mkuu wa mkoa mwenzangu, nimekuwa kiongozi wa kitaifa, ni msikilizaji mzuri, amesaidia watu wengi. Tukashindwa kutatua changamoto ya vijana wa Makambako, wa Njombe, wakapeleka hasira zao kwenye kuharibu mali za wanadamu wenzao. Hebu nipeni kwanza huo mtihani ni ushindwe. Tena rasi, mtaka tulikwambia hili, mbona uliyakitimizia? Ili waombe vijana, kama kuna mtu ana hasira yoyote kuhusu maisha, serikali ya mkoa ipo. Sweda mkuu wa wilaya yupo. Kakaule mkurugenzi yupo. Mmechagua madiwani ambao nyinyi waajiri. Naamini hata inuka diwani mpumbavu ambaye atasikiliza waajiri waliomchagua.
Nimezungumza hapa kuhusu hana za Mheshimiwa Rais. Tutaanza sisi kwenye mkoa wetu. Rebuilding, reform. Lazima sisi kwenye mkoa tuone namna ya kureform. Kama tunaona mikopo ya vijana na akina mama tunayoisema bado tija yake ni ndogo, tutareform tuone tija. Izungumze lugha ya vijana wa Makambako hapa. Izungumze lugha ya kina mama wa Makambako. Kwa hiyo niwahakikishie. Na mimi ninapokuja kwenye mkutano, kuweni na uhuru wa kuzungumza. Kuweni na uhuru wa kuzungumza. Usikae kwenye hisia za kusema nikizungumza nitatekwa, nikizungumza nitauawa. Hakuna mtu atakaye kuteka kwenye mkutano wangu. Aje mzazi aseme mtaka kwa mkoa, ulikuja kwenye mkutano mtoto wako akazungumza akatekwa. Bila kuja kwenye mkutano kuongea na wananchi. Na mna haki ya kutoa hisia zenu. Ndio maana nimewaruhusu, kama ni kunitukana nitukaneni. Kwa sababu ni haki yenu. Mimi ni kiongozi wa umma, sio kiongozi wa miti. Kama una hasira, kama una nyongo, mimi nimekuja hapa. Ulipokwenda kuchoma duka la mtu, nitukane mimi. Uko kwenda kuangamiza maisha ya mtu kwa kumletea taharuki kwenye soko, nitukane mimi mwenyewe. Hasira na nyongo zote za serikali, sema mtaka jambo hili kwenye serikali ni la hovyo, mnatukwaza. Hii ni serikali. Niombe wazazi, tuko kwenye mazingira kwenye taharuki kubwa, lakini tusiache kuomba, tusiache kuhusia watoto. Tusiache kuomba, tusiache kuhusia watoto. Tuliombee taifa, lakini tuombee watoto. Jambo hili litafakarishe sana. Sasa mwenyekiti, ulikuwa nataka kuzungumza, nikukaribisha ili tufunge mkutano. Watu waendelee na mambo mengine. Zungumza hapo tunafunga mkutano. Asante. Tunaomba mambo haya yasiwe kwa mtindo huo, kwa sababu hayataimarisha familia zetu za Kiafrika, na hasa huku Njombe wazazi wetu walifia Tanga, lakini baada ya siku walikwenda kusombwa kurudishwa Njombe. Ndivyo tulivyo, ndivyo huruka zetu. Sasa ikionekana tumesema wazikwe kimbari wapi huko, hiyo haitakuwa sawa sana. Kwa nimeomba hili liwe ni wazo kati ya mawazo yetu wananchi wa Makambako, ambao kwa kweli kwa eneo letu tulikuwa safi. Na kama kiongozi wa kanda ya Nyanda za Juu Kusini, ni pekee Njombe sijapokea taarifa yoyote hata ya kumwaga tone la damu kwenye mkoa wetu kupitia mambo haya. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya haya. Lakini wenzetu mahali pengine na majirani zetu na watoto wetu, kama unavyofahamu mkoa wetu wa Njombe una watu wanaozunguka Tanzania nzima wanafanya kazi. Sasa tumepata vijeraha hivi pia kutokana na hawa ambao wako nje, wamepata changamoto hii ilitokea. Basi tunaomba Mungu atusaidie pia waweze kuwezeshwa kurejea huku kwetu. Hilo nadhani lingeweza kuleta unafuu.